Na nimeshangazwa sana na matokeo ya Tanzania. Na nataka kuomba wananchi wote wa Tanzania tuamuke, tutetee nchi yetu. Kwa sababu mimi nimeangalia hapa, nimeona ya kwamba kwa sababu tulikuwa tunadhani ya kwamba Farao wameisha nchi yetu, kumbe kuna Farao anaitwa Mama Suluhu. Mama Suluhu amekuwa Farao. Kwa hivyo inaonekana Farao kuna sister yake aliacha hapa nyuma ambaye ni Mama Suluhu. Mama Suluhu hawezi chukua mtu yeye peke yake aende kwa debe ati anataka urais. Kama Mama Suluhu alikuwa anajua anapendwa wananchi wa Tanzania, mbona hakuajiria Mheshimiwa Tundu Lissu waende na yeye kwa debe, wachaguliwe, mwenye kusinda asinde? Kwa hiyo mimi nasema ya kwamba kwa nchi yetu ya Kenya, nchi ya Uganda, nchi ya Tanzania, tunaona viongozi wenye kwa mamlaka saa hii ni wale viongozi wanapenda kukandamiza wananchi wa kawaida. Ndio hiyo nasema ya kwamba kama mimi kijana kutoka Kenya, naimiza vijana wote wa Tanzania, wa Uganda, muamuke, kwa sababu sisi kama wa Kenya hatutaki ujinga ambaye inafanyika Tanzania. Tunataka sisi wote tuwe kitu moja, tuwe kila mwananchi apate haki, sio haki ya ukandamishwa. Ndio maana sisi wa Kenya tunasema tumeamuka, hata kama tumepoteza kiongozi wetu alikuwa ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, lakini tunamshukuru kwa sababu alitufunza kitu moja ya kujipigania sisi wenyewe kama wananchi wa Kenya. Na hivyo nataka kuambia Watanzania, msiongoje Tundu Lissu awapiganie. Sasa ni wakati wenu, muamuke, mjipiganie, mjikomboe kama nyinyi wa Tanzania, kwa sababu Suluhu ni mmoja, hawezi pigania wa Tanzania wote. Na hivyo nchi jirani ya Uganda, na nyinyi msio, hakuna mwenye atawapigania. Sisi tumefunzwa kitu moja, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wananchi peke yao wanajipigania. Kwa hivyo vijana wa Uganda na nyina wazii, muamuke. Masaa na hii wakati ni huu, muamuke, mjipiganie, tujikomboe sisi kama Afrika, tupate kuwa na viongozi wazuri. Wacha nipe ndugu yangu na yeye ape maoni, kwa sababu naona sisi tumekandamizwa ya kutosha. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa William Samoei Ruto, tunaona juzi amesema ya kwamba wale wa kuweka sufuria kichwa wameenda. Hatujui alikuwa na maanisha nini. Nataka tumwambie, atuambie ni akina nani wameenda walikuwa wanaweka sufuria kwa kichwa. Kitu kingine nataka kuambia Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ako na kura moja, Mheshimiwa Fred Matiang'i ako na kura moja, Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Gachagua wako na kura moja. Hata wewe mwenyewe Ruto uko na kura moja. Kwa hivyo kusema ati mwenye ulikuwa unaogopa ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na ambaye amelala, unatukumbusha uchungu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ati yeye ndio mwanaume peke yake ulikuwa unashindana naye. Sisi wacha tukuambia Mheshimiwa Ruto, sisi kama wananchi, sisi tunapiga kura, si hao viongozi. Kwa hivyo wewe kama unaangalia Gachagua, unaangalia nani, wewe uuza sera zako kwa wananchi. Achana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga apumzike, kwa sababu ni mzee ambaye tulikuwa tunaheshimu sana. Usitukumbuze kama sisi vijana ya kwamba juu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo unatufanya tunaangalia, tunafikiria kwingine Kenya, hatutaki kuongea. Kwa hivyo Mheshimiwa Ruto, sisi tunakungoja sana. 2027 ndio tutajuana hapo, tujue kama wewe ni mwanaume ama ni nani, kwa sababu nasema hakuna wanaume wengine. Hiyo siku utajua Kenya iko na wanaume wengi sana.